Mitaa ya Kariakoo baada ya dabi kumalizika kwa Yanga na Simba kushindwa kufungana, kuna jambo lingine linaendelea chini kwa chini likiwahusu makipa wa timu hizo. Wanaweza kusema ni suala la muda tu ndio jambo litaamuliwa iwe au isiwe. Makipa hao wote ni wa kimataifa ambao ndio wanacheza vikosi vya kwanza, wakiendelea kufanya vizuri kuhakikisha timu zinafikia malengo msimu huu wa kubeba mataji ya ndani baada ya kimataifa wote kuishia makundi. Djigui Diarra, raia wa Mali anayechezea Yanga, Kasali wa Simba anayetokea Niger, ndio makipa namba moja katika vikosi vya timu hizo waliobeba dhamana ya kulinda nyavu zisiguswe. Hata hivyo, kuna taarifa kwamba msimu ujao wanaweza wasiwepo mitaa Kariakoo kwa sababu mbalimbali. Sababu ya Diarra ni kwamba kuna ofa zipo mezani zinaangaliwa kama zinafaa biashara ifanyike mwisho wa msimu huu, lakini upande wa Kasali ishu yake ya kufanywa tathmini aendelee kuwepo Msimbazi au kupewa mkono kwa heri. Ipo hivi, Kasali wakati anatua Simba alipewa mkataba wa miezi 6 hadi mwisho wa msimu, na kuna uwezekano akaongezewa muda au ndio basi tena. Wakati makipa hao wakiendelea kukichafua hivi sasa, kinara wa clean sheet msimu uliopita Musa Kamara yupo anasikilizia mchongo kama ataendelea kusalia Kariakoo au kusaka chaka jipya msimu ujao 2026-27 ukianza baada ya huu 2025-26 kwake kufungwa mapema kutokana na majeraha ya goti aliyomkumba. Tukianza na ofa mezani ya Diarra baada ya kumalizika kwa michuano ya AFCON 2025 na timu ya taifa ya Mali kuishia hatua ya robo finali ilipofungwa bao 1-0 na bingwa Senegal, huku Diarra akidaka mechi zote. Taarifa zinasema kipa huyo ana ofa mezani. Diarra aliyetoa Yanga Agosti 2021 kitokea Stade Malien ya kwao Mali amekuwa na kiwango bora muda wote kiasi cha kushika namba moja kikosini hapo. Mbali na hilo, pia amefanikiwa kuwa kipa bora wa ligi kuu bara kwa misimu miwili mfululizo 2021-22 na 2022-23 kabla ya 23-24 kumaliza nyuma ya Lei Matampe kwa clean sheet nyingi kama ilivyotokea 2024-25 nyuma ya Musa Kamara. Agosti 2024 klabu ya Yanga ilitangaza kumwongezea mkataba Diarra wa miaka 3 ambao atakuwa hapo hadi mwaka 2027, hivyo ukimalizika msimu huu atabakiwa na mwaka mmoja wa kuitumikia Yanga. Taarifa zinabainisha klabu mbalimbali za Uarabuni zinaiwania saini ya Diarra, ambapo kuna uwezekano mwisho wa msimu huu biashara ikafanyika. Nikinukuu moja ya chanzo kinasema ofa zipo na haikuanza leo. Hii imetokana na kiwango bora cha Diarra kila msimu anachokionyesha na ukizingatia kwamba anacheza timu ya taifa ya Mali na ndiye kipa namba moja. Unajua sio rahisi kikosi cha Mali kilichojaa wachezaji wengi wanaocheza soka nje ya Afrika, halafu kipa wake namba moja atokee ligi ya Tanzania. Ukiona hivyo ujue anachofanya Diarra sio kitu cha kawaida, ni kipa wa viwango. Klabu nyingi zinamwangalia kama mtu sahihi wa kukaa langoni mwao, na ndio maana ofa kibao zinakuja. Kinachoangaliwa ni makubaliano ya Yanga, mchezaji na hao wanaomtaka. Ofa ikiwa nzuri, biashara itafanyika kwani bado ana mkataba. Mwisho kunukuu. Miongoni mwa klabu zinazomtaka Diarra ni Zamalek ya Misri, CR Belouizdad ya Algeria ambazo ziliwasilisha ofa Januari 2026 baada ya kumalizika kwa AFCON 2025. Pili ni majanga kwa Kasali. Ufiti wa makipa ndani ya kikosi cha Simba ndiyo utaamua kama nafasi hiyo itahitaji mtu mwingine zaidi ama kuendelea na waliopo kwa sasa. Hilo linatokana na uwepo wa taarifa ya ndani kuhusu Kasali kwamba ana rekodi za majeraha. Kasali, raia wa Niger aliyezaliwa Julai 5, 1996 akiwa na umri wa miaka 29, alijiunga na Simba Januari 20, 2026 kuziba pengo la Kamara aliyetolewa katika mfumo wa usajili ili ajiuguze majeraha. Hilo linawapa alamu viongozi wa Simba. Scout ya wachezaji wanayofanya wanatazama eneo hilo pia kuelekea msimu ujao. Taarifa zinadai kurejea kwa Kamara ndani ya kikosi cha Simba aliyemaliza na clean sheet 19 msimu uliopita itategemeana na ufiti pia na kiwango atakachokionyesha Kasali. Nikinukuu moja ya chanzo kutoka Simba kilisema mechi za ligi kuu na za kafu Kasali kafanya vizuri, lakini tunafahamu kwamba mpira wa miguu unatumia nguvu. Anaweza akajitonesha na malengo ya Simba ni kurejesha ushindani wa kila nafasi ili kufanya vizuri kila michuano. Malengo ya klabu ya Simba ni makubwa. Ukiachana na msimu huu tumetolewa mapema michuano ya kafu, bado tuna nafasi ya kuwania ubingwa wa ligi kuu na kombe la shirikisho la FA. Tunapozungumzia swala la kuboresha kikosi, ni mipango ya muda mrefu inafanyika. Ndio maana watu wanaofanya scout ya wachezaji wanaangalia wachezaji ndani na nje kwa nafasi tulizo na uhitaji nazo, likiwemo la kuangalia kipa. Mwisho kunukuu. Jambo la tatu ni ishu ya Kamara. Majeraha aliyopata Kamara Septemba 28, 2026 katika mechi ya hatua ya awali ya ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Gaborone United iliyomalizika kwa sare ya bao 1-1 kwenye
uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam yameufanya uongozi wa Simba kumtoa kwenye mfumo wa usajili na kumsajili Kasali dirisha dogo. Kamara kabla ya kuumia alicheza mechi 3 za mashindano msimu huu akiwa na jezi ya Simba, akianza ngao ya jamii dhidi ya Yanga, ligi ya mabingwa dhidi ya Gaborone United ugenini na ligi kuu bara dhidi ya Fountain Gate. Mechi ya 4 marudiano dhidi ya Gaborone United akaumia, akashindwa kuendelea. Nafasi yake ikachukuliwa na Yakubu Suleiman ambaye naye kwa sasa ni majeruhi. Yakubu aliyetua Simba msimu huu akitokea JKT Tanzania, naye anauguza majeraha ya goti aliyoyapata akiwa na kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars wakati wa maandalizi ya kushiriki AFCON 2025, mashindano yaliyofanyika Disemba 21, 2025 hadi Januari 18, 2026 nchini Morocco, ambayo kipa huyo hakushiriki baada ya kuumia. Kuumia kwa Yakubu na majeraha ya awali aliyopata Kamara, ndipo Simba ikatumia dirisha dogo la usajili lililofunguliwa Januari 1, 2026 na kufungwa Januari 30, 2026 kumsajili Kasali baada ya kubakiwa na kipa namba 3 pekee Hussein Abel. Kwa mujibu wa kanuni za ligi kuu toleo la 2025, klabu moja hairuhusiwi kuwa na makipa wawili kimataifa. Ndio maana Simba ikamtoa kwenye mfumo Kamara ikamuingiza Kasali. Hata hivyo, Kamara bado anasikilizia issue kwani mkataba wake unamalizika mwishoni mwa msimu huu. Hivyo kuna uwezekano akarudishwa kama usajili mpya au akahamia upande wa pili. Issue ya mchongo wenyewe. Kwa sasa taarifa zimepamba moto kwamba Yanga inampigia hesabu Kamara ambaye yupo njiani kupona kabisa majeraha yake baada ya kuanza mazoezi mepesi. Hesabu za Yanga ni kumsajili Kamara endapo itamuuza Diara. Yanga inamuona Kamara ni kipa daraja la juu ukimweka kando Diara, kwani makipa hao msimu uliopita walichuana vikali, kila mmoja akionyesha ubora wake. Kamara alimaliza kinara wa clean sheets akiwa nazo 19 katika ligi kuu bara akicheza mechi 28 kati ya 30, wakati Diara akimaliza na clean sheets 17. Mchuano huu ambao Kamara alikuwa ndiyo msimu wake wa kwanza unatoa picha ya ubora wake wa daraja la Diara ambaye naye msimu wa kwanza 2021-22 alimaliza kinara wa clean sheets akikusanya 15 katika mechi 25 kati ya 30. Wakati hesabu za Yanga zikiwa hivyo, Simba nayo haijamwacha jumla Kamara, inaangalia uwezekano wa kumpa mkataba mpya baada ya huu wa sasa kumalizika, lakini hiyo itategemea na Kasali kama atawaridhisha mabosi au kuona waacha